Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Pendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia, na tuko katika Injili ya Mathayo Mtakatifu. Tumefikia sura ya 11. Tutasoma mistari mitatu, 28, 29 na 30. Kuanzia mstari wa 28, 29 na 30. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Pendwa mtazamaji wangu, hatimaye tumeifikia ahadi nyingine hapa aliyoitoa Yesu Kristo mwenyewe. Analeta wito huu kwa wale wanaosumbuka ama kuteseka na maisha ya ulimwengu huu. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote. Ninyi nyote maana yake wote wanaosumbuka anawaita. Anapowaita anawaahidi jambo. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Mizigo hapa maana yake inaweza kuwa dhambi na kutesa. Mizigo hapa inaweza kuwa ni ndoa ama magonjwa ama matatizo mengine ama mrundikano wa madeni na mambo kama hayo. Hayo ndiyo yanayoweza kukusumbua mwanadamu, na wengi wamepitia katika masumbufu mengi kama hayo, na mengine mengi yanayofanana na hayo huwa yanawasumbua sana watu. Sasa Yesu hapa anasema, njoni kwangu ninyi nyote. Ninyi nyote hapa maana yake wote. Anasema, njoni niwapumzishe. Niwapumzishe maana yake njoni niwaondolee hiyo mizigo inayowasumbua mpate kufurahi. Kwa hiyo ahadi ni kwamba anasema, nami nitawapumzisha. Kuwapumzisha maana yake hapa, nitawaondolea hiyo karaha, nitawaondolea hizo shida, nitayaondoa hayo matatizo yasiwemo kwenye maisha yenu, nitawaweka huru mbali na matatizo yanayowasumbua. Kwa hivyo Yesu anatoa wito huo na kuahidi kwamba wote watakaomwendea. Kwa hiyo kigezo ni kumwendea. Usipomwendea utabaki na shida yako, lakini ukimwendea utafanikiwa. Jambo la pili katika ahadi hii, ni ni hili hapa. Samahani, mambo yaliingiliana kidogo, lakini bila shaka utaelewa ninachosema hapa. Jambo muhimu hapa ni ahadi. Tunazungumzia ahadi aliyotoa Yesu Kristo. Tumeona ahadi ya kwanza, anasema wote wanaosumbuka wakifika tu kwake, basi anawaondolea hizo shida. Kwa hiyo kigezo wewe muendee tu akuondolee hiyo shida. Jambo la pili, anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Anasema sentensi yenyewe inasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa kawaida nafsi zilizo zinapata shida, ndizo zinazopata karaha, ndizo zinazoumia. Mara kwa mara kusikia mtu ameumia au amehuzunika, ni nafsi yake. Nafsi yake ndio inayopata shida. Roho haina shida, lakini nafsi ndio inapataga shida. Kwa kawaida mwanadamu ni mwili, nafsi na roho. Yaani wewe ni mwili, nafsi na roho. Kwa hiyo kinachopata shida ni hiyo nafsi. Kinachopata huzuni ni nafsi. Kinachokosa furaha ni nafsi. Sasa Yesu anasema, ukija kwangu nitakupa pumziko, na anasema utapata raha nafsini mwako. Nafsi yako itapata raha. Raha hapa maana yake ni hali ya uhuru. Ni utapewa uhuru ambao sio wa kawaida. Utapewa kufurahi, utapewa pumziko,
utapewa changamko la moyo, nafsi yako itafurahishwa. Anasema nami nitawapumzisha, alafu anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna raha. Hata wanaimbaga kwa Yesu kuna raha. Mimi nakwambia kwa Yesu ukija kuna raha. Wale walioko nje ya Yesu Kristo hawawezi kuelewa hii, lakini ambao wameshaingia wanafahamu raha iliyoko ndani ya Yesu Kristo. Mambo yake yote yako wazi, matendo ya Wakristo yapo wazi, na wengi wametamani sana maisha ya Wakristo. Ukienda kwenye ndoa zao, kwenye sherehe zao, kwenye mambo yao, kwenye uimbaji, kila mahali utakuta wamefurahi, wanaruka kwa furaha, wanacheza kwa furaha, wanaimba kwa furaha, kama ni kula wanakula kwa furaha, wanasherehekea kwa furaha. Kwa hiyo kwa Yesu kuna raha. Karibu sana. Kama hujaenda kwa Yesu, basi ni wakati wako rafiki yangu. Kuna raha zake. Hata mimi sinaona nimefurahi. Basi kuna raha. Ukishakombolewa na Yesu kuna raha. Kuna raha yake. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, na amini utakuwa pamoja nami. Kwa wale ambao hamjaniunga mkono, basi endeleeni kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Kwa njia hiyo mtakuwa mmeniunga mkono na baraka za Mungu zitawajia. Basi Mungu akubariki sana. Tukutane tena wakati huo. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.